إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من البدع والضلال عباد الله الكرام أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فالفائز من اتقى يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن للمتقين مفازا niwausikum cha Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na kuihusia nafsi yangu katika kushikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ametuamrisha tuweze kuyatekeleza, lakini pia ametukataza tuweze kukatazika, na hii ndiyo inabeba maana halisi ya uchamungu. An yaraka Allahu fima amarak wa an la yaraka fima nahak, Allah kuone katika yale ambayo aliyokuamrisha uyaendee, lakini kinyume chake asikuone Allah katika yale ambayo amekukataza Allah subhanahu wa ta'ala usiweze kuyaendea. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu tutaangazia kunako adharar su'i al-fahmi fi ad-din, madhara ambayo yanaweza yakajitokeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amma fi dunya wal akhirah, fi dunya wad din, katika dunia na dini, madhara ambayo yanatokana na su'ul fahmi, ufahamu uliokuwa mbovu ambao uliokuwa katika baadhi ya vichwa vya Waislamu ama wanajamii. Na sababu ya ufahamu huu kuwa mbovu yawezekana ikawa bisababi al-jahl, imma kwa sababu ya ujinga uliokuwa kwao,
wataassub, pamoja na kuwa na jambo la utaassub, jambo la ubaguzi, al-ananiya, umimi. Lakini pia ufahamu uliokuwa mbovu unaweza ukasababishwa na jambo la al-bu'd anil ulama'i thiqat, mtu kujiweka mbali na wanazuoni waliokuwa waadilifu ambao wanatambua maqasid ash-sharia, makusudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu katika imani, tukisema su'ul fahm, ufahamu uliokuwa mbovu, tuna maana huwa at-tafsir wa at-tasawwur al-khati, ni tafsiri na mtazamo wa kimakosa au ghairu sahih au usiokuwa wasawa linusus ash-shar'iyya, ambao mtu anatafsiri na kutazama dalili za kisheria min alkitabi was sunna wa aqwali salaf, kuanzia kitabu cha Allah na ahadith za mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na maneno ya wanazuoni. Anatazama kwa mtazamo usiokuwa sawa. وبهذا قال ربنا سبحانه, na kwa sababu ya hili amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanazuoni endapo kama hamtambui. Ibadallah, alfahmu as-salim, ufahamu uliokuwa wasawa ni nurun min Allah subhanahu wa ta'ala yaqdhifuhu fi qalbi man yasha'u min ibadihi. Ufahamu uliokuwa wasawa, uliosalimika, hii ni nuru, ni mwangaza ambao unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao anampatia mmoja katika waja wake, katika yule ambaye amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. بهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه أن يسأله زيادة من العلم، فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. نكتكان نهيلي الله سبحانه وتعالى أمموامرش محمد صلى الله عليه وسلم أتك زيادة يا علم، يعني الفائدة، أتك فائدة pamoja na ufahamu, kama fassara dhalika al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kama alivyotafsiri hivyo al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Lakin ibadallah, wajaa fi muqaddimati fi usul at-tafsir, limekuja katika moja ya kitabu cha الشيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى, anaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata kuwabainishia na kuwafundisha maswahaba wake maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala rahimahullah, yajibu an yu'lama, inapasa ifahamike, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam bayyana li ashabihi, yani allama, amebainisha, amewafundisha maswahaba wake maani ya Qur'ani, maana ya Qur'ani, mafuhumu, ufahamu uliokuwa wasawa wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama bayyana lahum alfadha, kama vile ambavyo
alivyokuwa Rasul sallallahu alayhi wasallam akiwafundisha matamko ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kathirun min almuslimin alyawm yastaghiluna bikitabi Allah subhanahu wa ta'ala wala yastaghiluna amma fi kitabi Allah. Wengi kati ya waislamu leo hii walishughulisha sana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si watu ambao wenye kujishughulisha amma fi kitabi Allah, kwa yale ambayo yaliyokuwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik yumkin an tajida muslima, yawezekana ukamkuta muislamu anafanya jambo ambalo amekatazwa kwenye aya ambayo ameisoma katika Qur'ani. Limadha? Bisababi su'i al-fahm. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ufahamu uliokuwa mbovu. Wameelewa kwamba kujishughulisha na kitabu cha Allah ni al-istigharu bil maktub al-makshuf, ni kujishughulisha kwa maandishi, kwa alfadhu al-Qur'an, matamshi ya Qur'an. Fahasib dhalika mablaghuhum min al-ilm, ufahamu wao umeishia hapo. Ndugu zangu katika imani, i'lamu ibadallah, laysa kull man u'tiya al-ilm u'tiya al-fahm. Tambueni enyi waja wa Allah, si kila yule ambaye aliyepewa elimu mtu huyo amepewa ufahamu. Al-fahmu rizqun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapomuomba Allah kuzidishiwa kwa elimu, anamuomba na kuruzukiwa ufahamu. Hakadha yaqulu al-Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, la khayra fi ibadati bila ilmi. Hakuna khairi, hakuna usalama katika ibada ambayo mtu anaifanya bila ilmi, isiyokuwa na elimu. Wala khaira fi ilmi, na vile vile hakuna khairi katika elimu ambayo bila fahamu, hakuna ufahamu ndani yake. Hujui ni kipi ambacho kilichokusudiwa katika jambo hili. Na wapo baadhi ya Waislamu ambao wamejivisha joho la ushekh, wakaonekana na jamii kwamba ni watu ambao ni mu'tamad, wanategemewa katika nyanja za dini. Wamepotea wao, lakini pia kutokana na ufahamu uliokuwa mbaya, na wamewapoteza wale ambao wenye kuwafuata. Ndugu zangu katika imani, anasema al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ya kwamba inna hadha al-ilma dinun, hakika ya elimu hii ambayo unaichukua kwa mtu na ufahamu ambao utakaoondoka nao kwake yeye, dinun, hayo ndio maisha yako ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio mfumo wako wa kuishi hapa duniani, katika maisha ya kuamiliana na jamii, katika maisha ya kuamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-islam dinun kamil, kwa sababu ya Uislamu ni dini iliyokamilika, ni dini ambayo inamtosheleza yule mwenye kuibeba fi umurihi dunyawi wal ukhrawi, kuanzia mambo yake ya kidunia, lakini pia na mambo yake ya akhirah ya kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, elimu mnayochukua ndio maisha yenu ya dini. Angalieni wapi ambapo mnachukua elimu hiyo, kwa sababu al-fahmu as-salim ma'a salamati al-masalih, ufahamu uliokuwa wasawa unafungamana, unaambatana, unatokana na usalama wa sehemu ambayo
wewe umechukua elimu hiyo. Ndugu zangu katika imani, su'ul fahm, ufahamu uliokuwa mbovu, una madhara yaliyokuwa makubwa sana katika maisha, mafungamano yako na jamii, lakini pia na mafungamano yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فالفائز من اتقى. Nichukue nafasi hii kuwahusia kwa mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefuzu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lisu'il fahm adrar, ufahamu uliokuwa mbovu, kukifahamu kitabu cha Allah, kutofahamu malengo, makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, lakini pia na kutofahamu ufahamu uliokuwa wasawa kunako maneno na maisha sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili lina madhara yaliyokuwa makubwa sana katika maisha ya Muislamu, bali kwa jamii. Ma dhalla man dhalla walan yadhilla man yadhill illa bisababi su'il fahm, hajapotea mwenye kupotea akawa si mwenye kufuata njia iliyokuwa ya sawa, manhaju salaf, mwenendo wa waja wema waliotangulia. Hakuna yule ambaye ameacha kufuata mwenendo huu isipokuwa bisu'il fahm, ni kwa ufahamu uliokuwa mbaya ambao wamefahamu nususu shar'iyya, dalili za kisheria. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, su'ul fahm, ufahamu uliokuwa mbovu, alillahi wa rasuli, kunako Allah na mtume wake, aslu kulli bid'ah, ndio msingi wa kila uzushi ambao unazushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalalati nashat fil Islam, pamoja na upotevu ambao umezalikana katika Uislamu, qadiman wa haditha, tangu na sasa. Wa aslu kulli khilaf fil usuli wal furu', na ndio asili na ndio msingi wa kila tofauti ambayo inajitokeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia katika usuluddin wa furu'i, katika misingi ya dini kuna kwa upande wa aqida, lakini pia katika upande wa furu', matawi ya dini. Hakuna kilichosababisha isipokuwa ni ufahamu uliokuwa mbovu uliokuwa katika vichwa vya baadhi ya Waislamu.
وقال رحمه الله: وهل أوقعوا القدرية والمرجئة؟ na hakuna ambacho kimewaingiza watu wa qadaria masufi, walmurji'a pamoja na murji'a, walkhawarij na khawarij, alladhina yakhrujuna ala ulati al-umur, wale ambao wenye kuwabebea silaha viongozi, walmu'tazila pamoja na mu'tazila, waljahmiyya warrawafid وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا إلا سوء الفهم. Mapote yote yale ambayo yalikuwa nje ya njia iliyokuwa ya sawa, hakuna ambacho kimewapeleka huko isipokuwa su'ul fahm an-nusus ash-shar'iyya, isipokuwa kwa ufahamu uliokuwa mbovu wa kufahamu nusus ash-shar'iyya, dalili za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, anasema al-Imam ash-Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam, anasema rahimahullah: innama waqa'at al-bid'ah, si vinginevyo mambo yalivyo, imetokea bid'a lisababain, kwa sababu mbili. Ahaduhuma aljahl bimaqasid ash-sharia, sababu ya kwanza ni watu kutotambua makusudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani su'ul fahm, na sababu ya pili ni ufahamu uliokuwa mbovu fi adillatiha, katika kutambua dalili za sheria. Ndugu zangu katika imani, su'ul fahm, ufahamu uliokuwa mbovu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala una madhara yaliyokuwa makubwa sana. Katika musnad ya Imam Ahmad na Sunan Ibn Majah bisanadin صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، katika hadithi ambayo ameipokea Jabir ibn Abdullah wa ibn Abbas wa an jami'i as-sahab sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum qala, anaelezea Jabir: kunna fi safar, katika moja ya safari Mtume sallallahu alayhi wasallam alituma jeshi kwenda kupigana vita. Anaelezea kunna fi safar, tulikuwa katika moja ya safari kwenda kupigana vita. Fa asaba rajula minna hajarun, mmoja kati yetu maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akapigwa na jiwe, akapatwa na jiwe. Fasajja fi ra'sihi, likampasua kichwa. Baada ya hapo wakarudi kambini, wakapumzika, wakalala. Thumma ihtalam, baada ya hapo anakuja kuinuka asubuhi sahaba yule ambaye ana jeraha kubwa katika kichwa, anajikuta kwamba ni mtu ambaye mwenye janaba. Faqala li ashabi, akawauliza wenzake, maswahaba wenzake: hal tajiduna li rukhsa fi tayammum, je, kwenye hili tatizo napata ruhusa, mnanipatia ruhusa ya kutayammam, kwa sababu hali siwezi nikatumia maji? Qalu la, wakamwambia hapana. Ma dumta taqdiru ala alma, muda ambao unaweza kutumia maji na maji yapo, basi tumia maji. Faghtasala ar-rajul, akaoga yule sahaba, akatumia maji. Famat, kipi kilitokea? Alifariki. Falamma ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
muda ambao amepewa habari Rasul kuna jambo hili, qala qataluhu, amesema kwamba wamemuua, qatalahumullah, yadullu ala الزجر والتوبيخ بما فعلوا هؤلاء. inajuza juu ya ubaya walichokifanya watu hawa. Ala saalu, kwa nini wasingeuliza? Idh lam ya'lamu, pale ambapo hawajatambua hukumu ya jambo hilo. Innama shifaa'ul 'ayy as-su'al, kwani ponyo na dawa ya ujinga ni kuuliza. Watu hawa wametumia kanuni ya kisheria katika sehemu ambayo isiyokuwa ya sawa, ikapelekea kumdhuru mwenzao akafariki. Kutokana na nini? Suhul fahamu, ufahamu uliokuwa mbaya. Ndugu zangu katika imani, anasema Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, kam sufik min dima bighairi haqq, ni damu ngapi zimemwagwa, za watu wangapi zimemwagwa pasi na haki. Kwa sababu gani? Lianna sahiba alfahmi as-saqim, kwa sababu mtu mwenye ufahamu uliokuwa mbovu, yara alhaqqa batila, anaona haki kwamba ni jambo lisiokuwa la sawa, wal batila haqqa, na batili ndio anaiona kuwa ni haki. Wal musiba, na msiba uliokuwa mkubwa zaidi, hiya alqawlu ala Allah bighairi ilm, ni watu kuzungumza kunapo Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu. Ndugu zangu katika imani, su'ul fahm, ufahamu uliokuwa mbaya, kuzielewa dalili za Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma ashraka almushrik wa ma zana az-zani, hajafanya shirki mshirikina wala hakuzini mwenye kuzini, wama dhalama adh-dhalim, na wala hakudhulumu mwenye kudhulumu, wama dhanna ahadun billahi su'a adh-dhann, na hakuna yeyote ambaye atamdhania Allah dhana iliyokuwa mbaya, illa bisababi su'il fahm, isipokuwa chanzo chake inakuwa ni ufahamu uliokuwa mbovu, kutambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa ahbabi, vipenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu, tamweni ya kwamba alfahmu salim fi ddin, ufahamu uliokuwa wasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akiwa na ufahamu uliokuwa wasawa wa kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ufahamu huo uliokuwa mzuri, kashajaratin tayyiba, ni kana kwamba mti uliokuwa mzuri, asluha thabit wa faruha fi samaa, ambao asili yake inakuwa imejikita katika nafsi, katika moyo wa mtu huyo, wa faruha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, mtu huyu anakuwa ananufaika muda wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana ufahamu uliokuwa wasawa. Allahumma inna nas'aluka ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma la tad'u lana dhanban illa ghafartahu ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وأقم الصلاة.